Bismillahirrahmanirrahim. Wasikilizaji na watazamaji, karibuni katika show yetu ya Brainstorm. Tuko na NLS. Brainstorm ni show yetu ambayo kwamba tutakuwa tunazungumzia masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa ulimwengu mzima. Na inshallah leo nataka tuzungumzie nchi yetu ya Kenya. Ni lipi linajiri, ni yapi yanachangia, na kama lipo la kufanya. My people, mkiangalia kama mfano historia ndogo ya Kenya, rais wetu wa kwanza, our master and father, Mzee Jomo Kenyatta, tulipopata uhuru aliahidi wa Kenya kwamba atapigana na zile tatizo tatu sugu, ambayo kwamba ilikuwa ni umaskini, ujinga na magonjwa. Leo tukiangalia Kenya, rais wetu ni youth, alikuwa youth wa KANU. Anafaa kuwa anafuata ile nyayo. Lakini so unfortunate, serikali yake katika mwaka wa 2022 ilikuja na ahadi takriban 281, 281 kwa manifesto promises. Sasa ile kitu ambayo kwamba ni ya kuhuzunisha ni kwamba promises are comfort to a fool. Ahadi siku zote huwa ni faraja kwa mtu ambaye kwamba ni mjinga. Na ukiangalia hapo nyuma, miaka 3 nyuma kabla hatujafanya election, tulikuwa tumetoka katika hali mgumu. Tulikuwa kwa pandemic, tulikuwa kwa crisis. Kulikuwa na ugonjwa ya corona, ilikuwa imeweka watu manyumbani karibu miaka 3, shule zilifungwa, watu walipoteza makazi. Kwa hivyo tulipokuja kwa transition ya government, tukatoka katika serikali ya Uhuru tukakuja katika serikali ya Ruto, ndio iko na changamoto zake. Lakini sisi wa Kenya katika kuwa hiyo katika hali ya despair, tuliweka matumaini yetu zaidi kwa zile promises ambazo kwamba serikali iliyopo ilikuja nayo, tukasahau sisi jukumu letu sisi kama wa Kenya. Mfano ukiangalia, serikali inalipa ushuru saizi, inatoza ushuru, sisi tunatoa ushuru. Leo tukisema tujenge barabara hii, inatoka Wajir, inatoka Isiolo, Wajir tu Mandera, ni kumaanisha ile pesa tutatenga ya hiyo barabara, ama tujenge airport mpya, tutatenga pesa tuweke katika hiyo mswada. Tunasahau ikiwa leo wa Kenya watakufa kwa sababu SHA imekosa kufanya kazi, nani watatembelea hizo barabara mzuri tutatengeneza? Nani watasafiria hiyo airport mzuri ambayo kwamba tutatengeneza? Ikiwa wa Kenya watakufa, nani atatoa ushuru ya kutengeneza hizi vitu? Serikali ingekuwa iko na hekima, ingeweka kando barabara, ingeweka kando airport, ishughulike kwanza na masala ya afya, kwa sababu you make a woman, you make a community, you make a man, you make an individual. Wamama ndo wanaumia, watoto ndo wanaumia. Wamama wakizaa vizuri, hii jamii ambayo kwamba inakuja ikiwa healthy, inamaanisha energy. Watakuwa vijana, watachukua wheelbarrow, watahustle, watapata ushuru. Ukiangalia Mkenya wa kawaida ama raia wa kawaida, given hii hali yote ya post covid, siasa, election, saizi tulikuwa tunategemea serikali ikuwe imeanza kutulia na kuanza kufanyia raia wa kawaida kazi. Lakini serikali imekuja imeungana na opposition, hatujui mipango yao na hatuwezi assume tunajua mipango yao. Na kama vile tumeona serikali imemwacha raia ajihangaikie, tunajiuliza kwa sababu sisi wote tunajua kuna serikali mbili. Leo tumeona serikali moja ambayo kwamba serikali, sheria ni mbili. Kuna sheria za Mungu ambazo kwamba it's all about what is just, na kuna sheria za binadamu ambazo kwamba it's all what is about legal. Serikali wamechukua shilingi milioni 25 wamepeleka kwa kanisa. Kanisa imerudisha ile pesa, inasema serikali hiyo ni ufisadi. Kwa nini serikali wasichukue ile milioni 25 igawie raia maskini? Swali mzuri rafiki yangu aliuliza, Reverend Evans Omolo. Na mimi namuuliza swali, kwa nini kanisa hawakuchukua hiyo pesa wakagawia wale wafuasi wao maskini? Kwa sababu kanisa hitaji ile pesa.
kanisa kama Wakatholiki ni taasisi kubwa ambayo kwamba unakuta ulimwengu mzima iko na zaidi ya 240,000 parishes. Hizi ni institutions ambazo ziko na shule, zingine ziko na hospitali. Raia aliyekuwemo na asiyekuwemo iko na mashule, wanalipa kodi. Hizi mataasisi ziko na pesa. Ukiangalia taasisi kama OIC, Organization of Islamic Committee, hii ni taasisi ya jumla ya mataifa ya Kiarabu zaidi ya 22. Na hizi shirika zote ni shirika kubwa ambayo kwamba ni ya pili ulimwengu mzima baada ya United Nations, na wanatoa misaada kwa jamii na watu. Lakini tujiulize, ikiwa hawa watu wanatoa msaada kwa jamii na wanasaidia jamii, inakuwaje leo tajiri atabakia kuwa pale on the blue line na maskini atabakia kuwa on the red line to brainstorm? Angalia mfano na Kenya. Leo tumesema tunazungumzia Kenya. Kenya wametuweka poverty index tuko 40 and below. Ukiangalia kiakili 40 utasema ni asilimia ndogo, kwa sababu 60 ni mingi kushinda 40. Kwa hivyo sisi kuwa asilimia 40 ni ya umaskini ni jambo ambalo kwamba ni sawa na ni jambo la kheri. Lakini nchi yetu ya Kenya, utajiri mingi ipo katika mkono ya serikali. So kwa hawa wengi kwa hii utajiri ambayo kwamba ni 60%, 80% belongs to the government. Hiyo inafanya hii gap ya the haves and the have nots inakuwa ni kubwa na ni ngumu zaidi kubridge. Wakenya hawapigani kwa sababu ya ukabila. Wakenya hawapigani kwa sababu wanachukia kabila hili linachukia kabila hili. Wakenya siku zote wanapigana kwa sababu ya njaa. Kama nilivyotangulia kusema. Ndiposa mzee wetu aliposema atapigana na njaa, ujinga na umaskini, alikuwa anajua dhamiri na alikuwa anajua malengo na alikuwa aiko na plan ya kukomboa Wakenya. Si kuwapatia tu uhuru, bali kuwakomboa, kuwapatia paka uhuru wa kibinafsi. Na kusoma tumesoma, tukiangalia pande ya elimu alhamdulillah tumesoma. Ndio kwa maana leo sisi vijana tukija hivi na tukatoa fikra zetu na tuka brainstorm pamoja na tukaweka wazo letu kwa meza, hilo ndo malengo ambayo kwamba mzee Jomo Kenyatta alikuwa ameazimia kwamba itafika mahali Kenya kila mmoja wetu atakuwa hana umaskini, hana ujinga na hana magonjwa. Sasa tukiangalia tunaona taasisi za kidini mahali zimetuweka na serikali yetu mahali imetuweka. Sasa leo sisi raia tunajiuliza ni lipi la kufanya? Je, lipo hilo la kufanya? Mwanzo kabisa ningependa kusema hivi. Mtanirudia nadhi wazee na mashehe na mapadri na watu wote ambao kwamba mtakuwa mmenitangulia kiumri, na labda kwa njia moja ama nyingine maneno yangu itakuwa ni yenye kumudhi yoyote yule. Lakini ukweli ni kwamba serikali inachukua kutoka kwa raia wa kawaida. Kuna ushuru ya kawaida, unahitaji security, unahitaji access to water, basic needs. Dini inachukua kutoka kwa raia kwa sababu lazima utatoa sadaka, fungu lako. Ikiwa wewe ni Muislamu, ikiwa wewe ni Muhindi, ikiwa wewe ni Mkristo, Myahudi, kuna hii kutoa sadaka. Sasa ikiwa tunatoa sadaka na serikali inatoa ushuru, na hii pesa yetu, sadaka yetu na ushuru yetu inakuwa haina manufaa kwetu sisi, ni lipi la kufanya? Lipo la kufanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an tukufu, nikiquote, anasema innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakina wal'amilina 'alayha walmu'alafati qulubihim wa fir riqabi walgharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Unakuta Mwenyezi Mungu katika hii aya anasema sadaka imewekewa watu makhsusi. Kuna maskini. Maskini ni yule mtu ambaye kwamba anajiweza, anaweza pata chakula, anaweza pata mali ya kulala, anaweza pata maji. Na kuna fukara. Fukara ni yule mtu ambaye kwamba ni homeless, hana mahali popote pale anategemea. Riziki yake ni minallah. Na kwa watu ambao kwamba wanaenda vita, kwa watu ambao kwamba wanaomba, mayatima, wajane,
wasafiri. Hebu tujiulize, ikiwa leo sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, raia wa Kenya, kama taifa tutaungana, wale tuko below poverty index, tukashare, tukachukua sadaka na kupatia yule ambaye kwamba anastahiki, si kwa sababu ya huruma, bali kwa sababu ni haki yake. Ile sadaka humpatii kwa sababu unamuonea huruma, unampatia kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwekea ni akiba yake kwa ile amana ambayo kwamba wewe amekupatia as a trustee. So ile mali umepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni amana, kwa sababu leo iko kwa mkono yako. Miaka 10, miaka 50, miaka 40 itatoka kwa mkono yako, itakuja kwa mkono wa watoto wako. Ile mali itabadilika kutoka mkono moja kwenda katika mkono mwingine. Langu ni kusisitiza kwamba tukumbukeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha masala ama hali ya jamii mpaka jamii yenyewe ibadilishe masala na hali yake yenyewe. Inakuja kwetu sisi kama individual responsibility, wewe mwenyewe kuhakikisha kwamba utafanya mazuri, utaleta uzuri. Na Mwenyezi Mungu amesema hautofikia wema mpaka utoe kile ambacho kwamba unapenda zaidi. So wewe kama uwezi toa ile kitu unapenda zaidi, bado wewe utakuwa haujafikia wema. Naomba tu brainstorm hayo.